Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa uko mzima wa afya. Msikilizaji na mtazamaji, na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako ni Omari Makelele Ozil. Katika habari zetu za leo tuanzie na habari za uko Kinshasa, makao makuu ya nchi ya DRC. Ni kwamba kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limechapisha ripoti inayosema kuwa M23 inatarajia kufanya marekebisho ya uongozi, hasa kubadili jina na kumtaja Joseph Kabila kuwa mmoja wa viongozi wanaotarajia kuhusika nafasi ya juu. Kwa undani wa taarifa hii naye mwanaripota wetu ambaye ni Safari Alimasidilwe. Naam, kundi la wataalamu la Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limerejea tena katika ripoti yake kuhusu madai ya uhusiano kati ya rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila na waasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Katika ripoti iliyowasilishwa kwa rais wa Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, wataalamu hao wanasema kuwa msimamo wa AFC M23 umeathiriwa kwa kiasi kikubwa na uhusiano wake wa wazi unaozidi kuimarika na Joseph Kabila. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Joseph Kabila amekuwa akitembelea mara kwa mara maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23 tangu Mei 2025, ambapo alifanya mikutano na viongozi wakuu wa harakati hiyo. Ripoti hiyo pia inakumbusha kuwa ukaribu huo na kundi hilo la kisiasa na kijeshi ulipelekea mwezi Septemba 2025 mahakama kuu ya kijeshi ya DRC kumhukumu Joseph Kabila adhabu ya kifo akiwa yupo mahakamani kwa makosa yakiwemo uhaini na kupanga uasi dhidi ya serikali, ikimtuhumu kushirikiana na AFC M23. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaeleza kwamba wakati wa kuandaa ripoti hiyo, vyanzo mbalimbali ndani ya AFC M23 pamoja na idara za ujasusi vilidokeza kuwa kulikuwa na mpango wa kufanya mabadiliko makubwa katika uongozi na muundo wa AFC M23, ikiwemo kubadilisha jina la harakati hiyo, huku Joseph Kabila akitajwa kuwa mmoja wa watu waliokuwa wakitarajiwa kushika nafasi muhimu ya uongozi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kuongezeka kwa ushawishi wa Joseph Kabila na uwezekano wa kupewa nafasi ya juu ndani ya harakati hiyo kama ilivyowahi kutajwa na rais wa Rwanda Paul Kagame kulilenga kuficha nafasi ya Rwanda katika mgogoro huo na kuimarisha hoja kwamba AFC M23 ni harakati ya Wakongomani inayoshughulikia tatizo la ndani la Kongo. Ili kuunga mkono uchambuzi huo, ripoti hiyo ilikumbusha kwamba katika mahojiano maalum yaliyofanyika Goma na kuchapishwa tarehe 23 Machi, Joseph Kabila alisitiza tena msimamo wake wa kupinga serikali ya Kinshasa. Aidha, jukwaa la kisiasa la Joseph Kabila linaloitwa Sauvons la RDC lilitoa wito wa wananchi kuathi dhidi ya serikali, hatua ambao wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaona iliendana na malengo ya AFC M23 ya kubadilisha utawala. Ripoti hiyo pia inamtaja Moise Nyarugabo aliyekuwa seneta wa zamani wa DRC na mmoja wa watu wa karibu wa Joseph Kabila, wameongeza ushawishi wake ndani ya harakati hiyo. Inasema alichukua nafasi muhimu ndani ya MRDP bila kushika wazifa rasmi na aliwakilisha maslahi ya kundi hilo katika mikutano ya ngazi ya juu kati ya Joseph Kabila na viongozi wa AFC M23. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Moise Nyarugabo ambaye zamani alikuwa makamu wa rais wa RCD Goma alikuwa na uhusiano wa karibu na Sultan Makenga pamoja na Bernard Byamungu ambao wote waliwahi kuwa maafisa wa RCD Goma. Hata hivyo, Joseph Kabila, washirika wake na familia yake ya kisiasa wameendelea kukanusha madai yote yanayowahusisha na AFC M23, wakisitiza kuwa hawana uhusiano na kundi hilo linaloungwa mkono na Rwanda na linalodhibiti maeneo makubwa ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tujielekeze kule Swima katika sekta Tanganyika tarafani Fizi. Ni kwamba pesa 1200, simu aina ya Android pamoja na power bank kupelekwa. Hayo ndio matokeo ya kitendo cha uporaji kilichoendeshwa nao watu wanaozaniwa kuwa wazalendo katika maeneo ya sekta ya Tanganyika mchana wa siku ya pili ya wiki tunayo. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Sami Amimule Cortical, mwenyekiti wa shirika la kutetea haki za binadamu Amidaki, ametoa hapa picha halisi ya mkasa ulivyokuwa. Ndiyo, vitendo vya uporaji kwenye barabara ya taifa namba 5 ndani ya sekta ya Tanganyika vinaendelea kushuhudiwa kila siku kwenye barabara ya taifa namba 5, na kitendo ambacho kilifanyika jana ya mkimbizi Murundi ambaye alikuwa akitokea Lusenda kuelekea Uvira kwenye matibabu kwa majina Niongere Sebimana, ambaye alikwenda kuanguka mikononi mwa waswandi za wazalendo, sababu
mzalendo halisi, mzalendo halali hawezi fanya vitendo vya kupora raia. Walikwenda kuanguka mikononi mwa waporaji ambao wanajiita wazalendo wa kundi la FABB wenye kuongozwa na komanda Mkwepa pale Swima. Ilikuwa mida ya saa 12. Muhanga mwenyewe aliyeibiwa alikuwa kwanza iko na katetela kumkono, iko anaharakishwa kwenda Uvira kwa ajili ya matibabu. Ghafla ile pikipiki ilikwenda kusimamishwa na muhanga akaenda kuporwa telefone Android, power bank na franga 200,000 francs congolais na vingine vitu mbalimbali. Basi wahalifu hao walipompora ilibidi wapande kwenye kambi yao yenye kuwa pale Swima Elombe. Wakati taarifa ile ilijulikana, ilibidi wakuu viongozi wa kijiji cha Swima waende wapane taarifa kwa wanajeshi wa Kirundi wenye kuwa pale Swima, na walishughulikia kabisa swala hilo, na wahalifu walikwenda kushikwa na kufungwa. Walikuwa wawili, walikwenda kufungwa. Mpaka sasa tunaongea na radio wako korokoroni, na wamerudisha telefone, wamerudisha na 100,000 francs congolais. Walikuwa walishakula nyingine 100,000 francs congolais, na power bank mpaka sasa haijaonekana, na ile vitu kidogo kidogo ambayo walikwenda kunyang'anya mpaka sasa haijaonekana. Mwishowe Samia Mimule Kortikole amesema kushukuru wakuu viongozi wa kijiji cha Swima kwa ujasiri waliofanya. Pia ameomba kwa wakuu viongozi wa wazalendo kufunga mtu yeyote anayejihita mzalendo kumbe ni mwizi. Kwanza labda hacha tusalimu ama tushukuru ujasiri ambao wakuu viongozi wa kijiji cha Swima walionesha, vile vile kwa wanajeshi wa Kirundi kukamata wale wahalifu wa swandi za wazalendo na kuwaweka korokoroni kusudi wapate kurudisha vile vitu. Sisi kama vile shirika la kutetea haki za binadamu Amidak tunaomba wametrize très bien, na ile ingine franga yenye nabakia na power bank virudishwe vionekane, na wasishishie hapo. Kila mhalifu ambaye anavaa jina la uzalendo kusudi ya kunyanyasa raia apate kuadhibiwa, au besoin afungwe, sababu wazalendo halisi wapo na wale ambao wanatumia vibaya hilo jina. Tujielekeze huko Bukavu. Ni kwamba vitendo vya utekaji nyara vinaendelea kushuhudiwa kwa wingi ndani ya mji wa Bukavu. Hivyo ni kisha mama mmoja aliyejulikana kwa jina la Jidite kutekwa nyara na watu wasiojulikana na mwili wake kukutwa tayari au na uhai maeneo ya Chikera mjini Bukavu. Watetezi wa haki za binadamu wameomba viongozi kulinda raia na kuwataka wananchi kuwa na zidisha umakini zaidi. Arifu viongozi kutokana na visa vya kupelekwa mahali pasipojulikana. Mama Judith ambaye anakuwa infirmiere kwenye centre de santé ya Muresa huko Chituzo, alikuwa anajielekezea kazini, lakini alipelekwa mahali pasipojulikana na walimkuta ametupwa ndani ya mto moja huko Chikera, na mama alipelekwa kwenye hospitali sababu ametendewa ujeuri, amekutwa amefariki. Visa vya kupelekwa hapa mjini Bukavu vinakuwa vingi, na mara kwa mara wale wajambazi wakilomba pesa, kama pesa hazikuonekana, wale wajambazi wanamalizia watu maisha. Ndio kwa maana tunaarifu watu wote, wakati unatoka nyumbani usitoke ovyo ovyo. Kiitwa kwenye simu, ukienda fasi fulani, ambia jamaa, na itaweza kuwa vizuri. Wakikuita fasi fulani, ambia wanamemba wa jamaa. Ukienda kwenye taxi, kwenye pikipiki, hata kwenye rendezvous fulani, ni lazima uarifu wa ndugu na marafiki, sababu haujui nini itaweza kujitokeza na useme ni nani amekuita. Kini ile tunaambia viongozi wasaidie wakaaji kugundua hao watu ambao leo wanakuwa wakisumbua watu hapa mjini Bukavu, hata ndani ya matarafa. Tujielekeze kule Kilembwe. Ni kwamba mashirika ya kiraia ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi yataja kupongeza na kutekelezwa kwa hatua za kufuta vizuizi vyote bandia vya wazalendo ndani ya sekta hiyo baada ya azimio lililochukuliwa naye mkuu wa sekta kupitia kikao cha usalama mwanzoni mwa wiki iliyopita. Udhibitisho wa habari hii umetolewa naye mratibu wa shirika jipya la raia sekta ya Lulenge ambaye ametoa hapa picha halisi ya mkasa ulivyokuwa.
Taka programu ya suppression ya barriere zilikuwa supprime na ile habari inakamilika manifeste tena kama zilikuwa supprime. C'est-à-dire ilianza kupata suppression mbele baka kwa sababu vile balipuuzia kidogo et puis bakatia mkuu kwa accelerateur tena sisi sekera kwa chama nyingine na vingine wasimamizi ya bazalendo sisi kwa shift kutulie bakabia bonir na mpaka hivi hakuna barriere payante tena kwa tuajiona tete zirudilie tena na hii tuajiona tena. Est-ce que présence ya mabariere kule mu secteur ya Lulenge haikukuwa na impact juu ya kusekurize wananchi na gisi kama iko supprimer totalement haita affecte kwa insécurité tena? Bon, normalement mabariere payante ya hapa haikuonekana na umuhimu yake. Donc on dirait kuerige mabariere hapa Lulenge surtout moi hii le long ya mabalabala ya desert agricole na route provinciale haikuonesha kabisa impact ya sécurisation ya communauté ya population. Na kama ilikuwa supprimer ilionekana kama ilitrakase uparti kabambi ke kusekurize. Pense ndo ilikuwa raison kubwa hii. Balipasa sécuriser bien sûr, juu kila fasi kuko na kwa autodéfense ya kusekurize espace batu wanawakia comme d'ordinaire na mafasi nyingine. Comme ile mabariere sasa yenyewe ilikuwa erige ilikuwa sasa vile hailenge tena sécurisation inakuwa na tracasser. Je pense ile ndio ilikuwa sasa kigezo ya kuelimine kuitosha. Mwishowe amepongeza vya kutosha mkuu wa sekta ambaye amevalia njuga kwa asilimia kubwa tatizo hilo lililokuwa kero kwa wananchi. Huyu hapa amerejea mara tena. Shia atuanalize kama kunaweza kuwa hiki wala kile par imprudence au kama kwa désobéissance inaweza rudia tena kama haziwezi rudia tena. No, force ya serikali iko, PNC iko, FARDC iko na zingine ma service zile yaziku mataniza kwa mikono. Serikali yenyewe itajua jinsi ya sekurize raia yake. Bon, ce qui nous impressionne de beaucoup plus ni juhudi yenyewe batawala balikamata iliimpressione na sisi pia kasaidia. Wana shauria batoto professeur mwa walisikia wenyewe wakusikia finalement il aboutir au résultat yuko positif juu ya ile mesure yenyewe ilisimamisha na serikali. Ndio tuko tuna kama en tout cas ça ira chini ya pas de dérapage. Surtout kwa courage niko nayo kwa kusaidia raia yake na huko tuko naishi. Ndio kama alimultiplier ma réunion ya sécurité juu ya kupima ku décourager ma antivalence na kwa diposer milioni ya wakia ni population yake iko bien vile na kwa kunita ya kwa bega na raia kwa kutafuta suluhisho ya mizozo ipunguke na ile matrakaseri wala mpesa tunaweza kumpatia kwa courage na felicitation kwa alifanya. Viongozi wa wazalendo tunawapenda sana, ni watoto wetu, wanatukamtia hatua ya security yenke mko ba mabamo wenye banakuwa napita mwenyewe aliko ya sawa mais quand même présence yabo na saidia yo bakishashikilika biko fasi fulani vingine wenye batoto yako ya mbaya pale bana kama biko banasikia kama biko wako batakuwa sasa wanajirejelea hawawezi pia sasa watu na kitu kwa ile plan tunaweza kuwafelicite, tunawapenda, ni watoto wetu, wanafanya kazi kama na kuraya yetu ni kusema tuunde vyombo ya sekta mkono kumwayo dependre na sécurité ya shie bote. Raia inapaswa kusaidia kusekirite komba agent ya ordre bataloni inapaswa kusaidia kusekirite. Donc tuungane mkono kwa mkono tuone nini tunaweza kufanya sababu tunaishi kwa sekirite. Tumalizie taarifa zetu za habari na katika mji wa Baraka ni kwamba shirika jipya la raia NDC Chomvi ya Kongo mjini Baraka lataja kukemea vitendo vya baadhi ya wananchi kuwa na tabia mbaya ya kuwa anapeleka kesi za mastaka kwenye makundi ya wazalendo kuliko kwenye vyombo husika vya serikali. Lusambia Wanumbe ameonyesha kuwa kuna madhara mengi katika tabia hiyo. Kwa undani wa taarifa hii naye Izake Mulucha Ashibe. Ujumbe huo wa kero na pia wa kuhamasisha ameutoa katika mahojiano yake na redio ya kijamii Kivu Baraka juu ya tabia mbaya ambayo baadhi ya wananchi wanaonyesha. Lusambia Wanumbe, kiongozi wa shirika jipya la kiraia NDC Chomvi ya Kongo mjini Baraka, ameanza kuonyesha ni wapi tatizo hilo limeanzia. Ni kweli unajua ya kuwa siku zilizopita serikali yetu imekuwa na matatizo hasa katika hii hali ya vita. Serikali ikawa sawa imepoteza, kwa Kifaransa wanasema imepoteza autorité de l'État. Kwa huku kwetu serikali ikawa sawa vile inapoteza autorité de l'État. Na kwa kupoteza autorité de l'État, makundi za kusikilia silaha zikawa zimechukua nafasi yake. Na hiyo imetutia tatizo. Mwenye kuwa na maneno na mwenzake ni kustaka mastaka ni kwenye vikundi vya wazalendo. Mwenye kupigana na mke wake maneno yanaelekezwa kwenye vikundi vya wazalendo.
mwenye kuwa na deni ya mwenzake, maneno ya mashtaka kwa vitendo vya wazalendo. Na hawa ikawa tabia, na tabia mbovu. Hata ikiwa tukisema kama serikali ilikuwa imepoteza wakati fulani autorite de l'etat, lakini serikali ilikuwepo, polisi ilikuweko, vyombo vya sheria vyote vilikuwepo, parki ilikuwepo, mahakama hapa, tribunali zipo, polisi ipo, hata wakuu wa vijiji, magrupema ziko kwa kusaidiza watu kwa ajili ya ushauri, banotable biko na bakapita biko katika vijiji. Na wote walikuwa wanasaidia raia katika wakati ya mizozo. Lakini sasa kusangaza ni kuwa ingawaji hata serikali inakuwa imeamuka, vyombo vyake vya sheria vimekuwa vinatumika, watu wanaendelea tu kupeleka mashtaka kwenye vikundi vyenye kushikilia silaha au wazalendo, wanaendelea kupeleka mashtaka kwenye vikundi vya wazalendo. Na hiyo haileti suluhisho, kwa sababu unapopeleka maneno kwa hiyo kikundi cha wazalendo, mwingine anapeleka kwingine kikundi, sasa inaleta mizozo inaendelea kuendelea. Mwishowe, mkuu kiongozi wa shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo mjini Baraka, Losambia Wanumbe, ameonyesha pia madhara mengine ambayo yanaweza kujitokeza wakati watu wataendelea kuwa wanapeleka mashtaka kwenye makundi ya wazalendo. Nakuja kusi raia, nakuja kuhamasisha raia tusiendelee kuunda mzozo juu yengine mzozo, kwa sababu tunayoyaona ni nini? Mtu akipeleka maneno yake kwa kundi la wazalendo fulani, kadiri ziko nyingi, huyo yule aliyestakiwa anapeleka katika vikundi vingine wazalendo. Sasa inakuwa inachonganisha hata vikundi vya wazalendo, tunakuwa chanzo cha kuchonganisha vikundi vya wazalendo, kuleta mizozo kati yao. Ndio maana kuelewa ya kuwa lazima tuache serikali kufanya kazi yake, lazima tuache vyombo vya sheria za serikali kufanya kazi yao, na sio kupeleka maneno yetu au mizozo yetu kwenye vikundi vya wazalendo. Kwa ngambo ingine, kwa vyombo vya sheria, tunaona watu wanakuwa wanajamulia kwa sababu hata nako pia kuna katatizo. Unapopeleka mashtaka huko, cha kwanza haitatuliwe kwa haraka, inachukua wakati mwingi tu. Ya pili ni hali ya rushwa ambayo inatuma mwenye haki asipewe haki yake. Yule mwenye kuwa na pesa ndio anapewa haki. Nayo vyombo vya sheria hivyo vijaribu kukirebesha. Na hiyo nayo ni chanzo kubwa ya kufanya watu kuliko kwenda huko basi ama tujendee tu huko ambao wanatumikisha kijeshi. Lakini sio vizuri. Hata hivyo tuachie serikali, vyombo vya sheria vifanye kazi yao. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Mimi ni Omari Makelele Ozil.